Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa. Kama ambavyo nimekuwa nikikusomea habari siku zote hapa katika Zone Media, lakini leo hii sitakusomea kwa hii taarifa kwa sababu tunahitaji kidogo kuweza kuangalia kwa kina, kuweza kuchambua na kuangazia hasa huu mzozo wa Greenland, kama vile Trump tayari amekwisha uvalia njuga very serious. Yani Trump anaonekana yuko serious na hana utani kabisa dhidi ya mpango wa kuinunua Greenland kuwa chini ya Marekani. Sasa basi, kufuatia mizozano yote ambayo imekuwa ikiendelea tangu mjadala wa Greenland ulipoanza baada ya Trump kuweza kuibua siku za hivi karibuni, jana rais wa Marekani huyo Donald Trump ameishangaza dunia kiujumla kwa kuweka ushuru wa 10% kwa nchi 8 ambazo zimekuwa zikimpinga Trump dhidi ya mpango wake wa Greenland. Na nchi hizo ndizo ambazo pia zimepeleka vikosi vyake Greenland na kushiriki mazoezi ya pamoja. Na Trump pia alieleza kushangazwa na mpango wa nchi hizo 8 na kusema kwamba sijui kwa nini wamekwenda kule na wamekwenda kufanya nini. Sasa Trump jana ametangaza kuanzia Februari 1, yani mwezi wa pili tarehe 1, 2026, bidhaa zote za mataifa hayo 8 ambazo zitakuwa zinaingia Marekani zitatozwa ushuru wa 10%. Na amesema kwamba ushuru huo utakuwa unapanda hadi kufikia 25% hadi Juni 1 kama hakuna makubaliano ambayo yatapatikana. Trump anaonesha wazi kwamba hapendi kupingwa kwa chochote kwa maamuzi yake ambayo amekuwa akiyaamua. Na kama unakumbuka vizuri mtazamaji, Trump juzi tu amezungumza kwamba yeye anaendeshwa kwa akili yake mwenyewe na mawazo yake mwenyewe. Hategemei sheria za kimataifa ziweze kumuongoza kama ambavyo Umoja wa Mataifa unasimamia masuala mbalimbali duniani. Sasa taarifa hii ya Trump imeweza kuishangaza dunia kwa ujumla, lakini mataifa hayo ya Ulaya ambayo ni 8 yamewekewa tuseme kama ni vikwazo, yameshangaa kweli. Mataifa hayo ni Denmark, Norway, Sweden, Ufaransa, Ujerumani, Uingereza, Uholanzi pamoja na Finland. Ndio mataifa ambayo yamekumbana na ushuru wa 10% kutoka Marekani. Sasa kupitia viongozi wa mataifa hayo wameweza kurise na kuweza kuzungumza na kupinga vikali na kueleza hasira yao dhidi ya mpango wa Donald Trump ambao ameuidhinisha siku ya jana kupitia kwenye mtandao wake wa Truth Social. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yeye amekosoa vikali mbinu ya Trump akisema kwamba hakuna hofu au vitisho vitakavyo wabadilisha msimamo Umoja wa Ulaya juu ya Greenland. Na akasema pendekezo hilo limesomeka kama hakuna kiwango cha vitisho kitakachowageuza. Rais Macron ni rafiki mkubwa sana wa Donald Trump na hata mara nyingi tu amekuwa akimpigia simu Rais Trump moja kwa moja na kuzungumza naye mambo kadha wa kadha. Sasa hii ni vita kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya. Mataifa ya Ulaya yameingia vita na Marekani, tena vita ya kiuchumi dhidi ya Greenland, kiasi ambacho kwa mfululizo huu wa matokeo haya inaweza kuwa na athari kubwa sana hali hii kwa hapo baadaye. Macron amekosoa vikali mbinu za Trump na ni moja kati ya taifa lenye nguvu katika Umoja wa Ulaya. Ufaransa ana nguvu kubwa kwenye NATO. Lakini pia kansela wa Ujerumani Friedrich Merz bwana, yeye amechukizwa sana na kitendo cha Trump cha kuweka ushuru wa 10% katika mataifa hayo. Yeye amezungumza hapa na nukuu maneno yake ambayo ameyazungumza bwana Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani. Amesema kwamba Urusi ni taifa la Ulaya na jirani yetu mkubwa kwa miaka mingi. Kama tutaweza kumaliza tofauti zetu kwa kukubaliana juu ya masuala ya ulinzi na usalama pamoja na kuheshimu uhuru wetu, Umoja wa Ulaya unaweza kufikiria namna bora ya kufanya nao kazi tena. Na hii inakuja tu baada ya Marekani kuweka ushuru mkubwa kwa bidhaa za Ulaya kwa kosa la kupinga mpango wa Trump wa kutaka kuichukua Greenland. Sasa jamaa hawa bwana Umoja wa Ulaya wanataka kurudi tena kwa Urusi ambaye alikuwa anawauzia gesi kwa zaidi ya 70% kupitia bomba la Nord Stream 1 and 2 pamoja na biashara nyingine kibao. Sasa hapo unakuja kuona kabisa kwamba mpinzani mkubwa duniani wa Marekani ni Urusi na China. Ulaya wametishia kurudi kwa Urusi kushirikiana naye, wakiona kabisa kwamba Marekani sasa anakuwa ni kikwazo kwao kwenye biashara na masuala mengine. Hii inaweza kumuogopesha Trump kidogo kwamba
kama Marekani itakuwa inatengwa kiasi hichi kutokana na maamuzi ya Rais Trump, basi inaweza kuwa ni hatari sana dhidi ya usalama wake, lakini vile vile dhidi ya ushirika wake na mataifa kadha wa kadha, mataifa ya Ulaya. Na Marekani na mataifa ya Ulaya wamekuwa na uhusiano mzuri kuliko kawaida. Na Trump amekuwa kijigamba akisema kwamba NATO bila yeye isingekuwa na nguvu, kwa kusema kwamba yeye ndiyo ambaye amesababisha NATO kuwa na nguvu. NATO bila Marekani isingekuwa NATO hii leo wanayoiona kuwa na nguvu. Yaani ile power ya NATO kiujumla inachagizwa na Marekani. Ni maneno ya kiburi ambayo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiyazungumza. Sasa huyo ni kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ameeleza wazi kwamba haya ambayo yanaendelea hivi sasa yatawasababisha kurudi kwa Urusi ili kutafuta mustakabali mwingine. Lakini pia waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez naye ameeleza kwamba yeye anapigilia msimamo dhidi ya hiko ambacho bwana Friedrich Merz amekieleza. Lakini vile vile EU pamoja na NATO, viongozi wa Umoja wa Ulaya wamesema watashirikiana kuonyesha msimamo wao, na wamethibitisha kuwa swala la Greenland linapaswa kubaki uamuzi wa wenyeji wenyewe Denmark baada tu ya kuona vuguvugu ambalo linaendelea, wakaamua kupeleka vikosi kule, wakafuata Norway, tukaona Uholanzi, tukaona Ufaransa, wakapeleka vikosi kule vya kutosha kwa ajili ya kufanya mazoezi ya pamoja. Trump akaghadhabishwa sana na kitendo hicho hadi kufikia hatua kutamka huo ushuru wa 10%. Sasa vile vile leo pia kinachojiri huko Greenland ni kwamba maelfu ya wakazi wa Greenland leo hii wamekutana kwenye miji mingi, hasa mji wa Nuuk, wakifanya maandamano kupinga kile ambacho kinazungumzwa na Rais Trump kwamba Greenland inatakiwa iwe chini ya Marekani. Sasa wakazi wanapinga, wanaona kabisa kwamba hii sio haki ambayo inatendeka hapa, ni kama mabavu yanatumika. Na Trump ameeleza wazi mpango wake wa Greenland ni kwa ajili ya usalama wa Marekani, akihofia kwamba Urusi pamoja na China wanaweza kuja kuingiza shawishi zao pale, na mwisho wa siku akachukua Greenland. Ni kisiwa ambacho kipo kwenye ukanda wa Arctic, na mwisho wa siku kinaweza kuwa ni tishio kwa ajili ya Marekani. Na Marekani yeye mara nyingi amekuwa akijihami dhidi ya Urusi pamoja na China. Ndio maana Rais Trump huwa hawazi kuonekana kwamba ni muoga au anakimbia kitu fulani, lakini huwa mara nyingi anachukua hatua za haraka kuweza kudhibiti hali halisi katika eneo husika. Ndio maana amekuwa akisisitiza sana kwamba hata iweje, iwe wanapenda raia wa Greenland, iwe hawapendi, Marekani lazima itaichukua Greenland. Sasa ikiwa vikosi hivyo viko pale Greenland vikihakikisha ulinzi kwamba labda kunaweza kukatokea uvamizi wa kijeshi na vingine, kama mgogoro huu utazidi kuibuka baina ya Marekani lakini pamoja na nchi za NATO zote ambazo ni zote hizo zinaoshia nchi za Umoja wa Ulaya, inaweza kuwa hatari kubwa sana kwa usalama wa dunia. Lakini vile vile kwenye masuala pia ya kisiasa, kwa Urusi kwake ni kicheko. Rais Putin anafurahi kuona vigogo wenyewe kwa wenyewe ndani kwa ndani kwenye NATO wakiwa wanagombana, wakiwa wanasuguana. Kwake ni kicheko, na China pia kwao ni kicheko, kwa sababu China na Urusi ni watu ambao wana sera sawa, ni watu ambao ni nchi mbili ambazo zinashirikiana kwenye mambo mengi sana, ni marafiki in short, pamoja na ukijumlisha na Iran. Sasa Marekani anaonekana hapa anakuja kuvuruga mpango mzima kwenye NATO, anakuja kuvuruga ule ustaarabu wao ambao wako nao, sheria na taratibu za NATO katika umoja wao huo wa NATO. Sasa hapa kupitia ushuru wa hizi nchi 8 kama wamepewa mtego, kwa sababu hadi kufikia mwishoni, katikati mwa mwaka, kuanzia Juni 1, 2026, ushuru huu utapanda hadi 25%. 25% sio kitu kidogo, kwa sababu kadri ambavyo watazidi kuweza kupinga au kuonyesha ukinzani kwa Rais Trump, ndivyo hivyo ambavyo ushuru utazidi kupanda. Na Trump ameweka mtego kwamba ni miezi 4 kuanzia mwezi wa 2, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5, ikifika mwezi wa 6, Juni 1, basi ushuru utakuwa tayari umefikia 25%. Labda tu hapo katikati wakubaliana na Trump kwamba Marekani ichukue Greenland rasmi iwe chini yake. Kuna taarifa nyingi mtazamaji ambazo zitazidi kutoka kwa sababu sasa hivi vuguvugu linazidi kuongezeka baina ya Marekani, Greenland, Denmark, nchi za Ulaya, lakini nchi zote ambazo pia zipo kwenye NATO kuhusu sakata hili la Greenland. Cha msingi tu uwe karibu nasi wakati wote ili uweze kufahamu taarifa zote ambazo zinajiri huko duniani.